Mfanyabiashara Elia Juma Msabaha, mkazi wa jijini Dar es Salaam, anayeshughulika na ununuzi wa mazao ya kilimo au wawa wilayani Makete mkoani Njombe kwa kupigwa kichwani na kitu butu. Na katika habari za michezo, kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, Hemed Suleiman maarufu kama Morocco, atangaza kikosi cha wachezaji 26 kitakachoingia kambini kwa ajili ya michezo ya kufuzu kombe la dunia 2026. Na bila shaka ujambo na karibu sana popote pale ulipo. Ni asubuhi nyingine tunakutana hapa kwa ajili ya kuja kuzungumza na kutazama habari mbalimbali zile ambazo tumezipa ukubwa kwenye asubuhi hii ya leo. Tunazo hapa habari za kitaifa sambamba na habari za michezo na burudani, lakini pia tutapata nafasi ya kwenda kuangaza kunani katika magazeti mbalimbali ambayo yametufikia mezani asubuhi ya leo. Lakini awali ya yote ni kuarifu kwamba matangazo haya pia unayapata mubashara kupitia YouTube channel yetu ya Channel 10 Tanzania, lakini pia una nafasi ya kutufuatilia popote pale ulipo ulimwenguni ukitumia application yetu ya Channel 10. Ipakue kwenye Play Store ama kwenye App Store uweze kufuatilia vipindi mbalimbali vya michezo, burudani na habari kemkem kutoka hapa Channel 10. Mimi naitwa Juma Mohamed, ninayekualika asubuhi ya leo. Karibu tuweze kuziangaza habari. Mfanyabiashara Elia Juma Msabaha mwenye umri wa miaka 27, mkazi wa jijini Dar es Salaam, anayeshughulika na ununuzi wa mazao ya kilimo au wawa wilayani Makete mkoani Njombe kwa kupigwa na kitu butu kwenye paji la uso wake na kisha mwili wake kufunikwa katika shimo nyuma ya ghala la kuhifadhia mazao ya nafaka kata ya Ipelele wilayani humo. Michael Patrick ni shuhuda wa taarifa hiyo. Tukio hilo la mauaji limejiri siku za hivi karibuni wilayani Makete, ambapo kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Njombe ASP Mahamudu Banga amesema jeshi la polisi mkoa wa Njombe linapenda kutoa ufafanuzi wa tukio la kuuawa kwa mfanyabiashara aitwaye Elia Juma Msabaha mwenye umri wa miaka 27 huko katika kijiji cha Misiwa, kata ya Ipelele, wilaya ya Makete na mkoa wa Njombe. Tarehe 28 mwezi wa 8 2025 aliondoka Dar es Salaam na kuelekea wilaya ya Makete kwa ajili ya kununua mazao, na alipofika huko tarehe 29 mwezi wa 8 2025 aliuawa na mtu ambaye anafahamika kwa jina la Alfani John Mbilinyi kwa kumpiga na kitu butu kwenye paji la uso, kisha kuchimba shimo na kumfukia nyuma ya ghala lake la kuhifadhia mazao. Kutokana na uwepo wa taarifa mbalimbali za mauaji mkoani Njombe, huku ikidaiwa chanzo cha mauaji haya yanatokana na tamaa ya kujipatia mali, kwa upande wake kamanda Banga amefafanua. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe lilifanikiwa kukamata watu wawili ambao ni Alfani John Mbilinyi na Amasha Juma Mbwilo, dereva bodaboda. Baada ya mahojiano ya kina, askari walimkamata Alfani John Mbilinyi, na baada ya mahojiano walieleza ni kweli Elia Juma Msabaha alifika kwake kwa nia ya kununua mazao. Aliona akiwa na kiasi cha fedha shilingi milioni 4,650,000, akaingiwa na tamaa. Kutoka hapa makao makuu ya jeshi la polisi mkoani Njombe, naitwa Michael Patrick. Asante mwanahabari Michael Patrick kutoka mkoani Njombe. Kwingineko ni kwamba Baraza la Wazee Tanzania wamesema wanahitaji kuwa na jamii iliyotulia ili waweze kushiriki uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu kwa amani na utulivu, ili waweze kuwapata viongozi bora watakaoongoza na kuwaletea maendeleo katika kipindi cha miaka 5 ijayo, huku wakimpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa katika kusimamia na kukamilisha miradi mbalimbali ya maendeleo. Mwanahabari wetu Dita Nyoni kutoka mkoani Ruvuma. Hayo yamebainishwa na mwenyekiti wa Baraza la Washauri Taifa Mzee David Sendo wakati wa maadhimisho ya siku wazee duniani, ambapo kitaifa imefanyika mjini Songea mkoani Ruvuma, na kusema kuwa katika kipindi cha miaka 4 ya utawala wake wameridhishwa na utendaji kazi, kwani amefanya mageuzi ya kiuchumi pamoja na maendeleo kwa ujumla. Wazee tunapenda na kuhitaji dunia iliyotulia yenye amani. Tumuogope Mwenyezi Mungu. Nchi yetu tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa kupata viongozi bora
wenye sifa. Kupitia mabaraza ya ushauri wa wazee nchini, wazee tutahakikisha tunadumisha amani na kushauri jamii zetu kuitikia na kufika kwenye vituo vya kupigia kura kwa uadilifu mkubwa. Kwa upande wa naibu katibu mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalumu, wakili Amoni Mpanju, anasema licha wazee kuwa hazina na utajiri, bali wamekuwa na majukumu makubwa yenye heshima na hadhi kwa ustawi wa nchi ya Tanzania. Wazee hawa wamekuwa wapatanishi panapokuwa na migogoro ndani ya jamii, lakini wazee hawa wamekuwa walezi wetu, watoto na vijukuu, kwamba kama wazee wamekuwa wakitulea, basi na sisi tuwatendee mema, tuwakumbuke. Sio tunakimbia mijini, tunakaa mijini, tunarudi majumbani wakati wa misiba na wakati wa matatizo. Akiwa mgeni rasmi katika maadhimisho hayo, mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Jenerali Hamedi Abasi amewataka wazee kushiriki vyema katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 kama kauli mbiu inavyosema, wazee tushiriki uchaguzi kwa ustawi wa jamii yetu. Ujumbe huu kuwa wazee wanastahili heshima kwa kuboreshewa mifumo yao mbalimbali ya ushirikishwaji wa masuala mbalimbali ya kijamii na kitaifa, lakini ikiwepo upatikanaji wa huduma muhimu. Ili haya yaende kufanyika vizuri, mnayo kila sababu ya kuichagua serikali ambayo inajali, serikali ambayo ni sikivu, lakini serikali ambayo inayatambua matatizo haya. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Asante mwanahabari Ditanyoni kutoka mkoani Ruvuma. Kwingineko ni kwamba serikali mkoani Simiyu imemwagiza mkandarasi anayetekeleza ujenzi wa soko kuu la kisasa la mji wa Bariadi, ujenzi wa maabara ya kupimia vifaa vya ujenzi na ujenzi wa kilomita 8.6 za barabara mji huo ukamilika kwa wakati, ambapo ujenzi huo unagharimu shilingi bilioni 26 za Kitanzania. Tuungane na mwanahabari wetu Aidan Mhando. Utekelezaji wa mradi huo ni sehemu ya utekelezaji wa mradi wa uendelezaji wa miji 45 hapa nchini, ambapo hapa mkuu wa mkoa wa Simiyu Bwana Mringi Macha anafika katika eneo ambalo ujenzi huo unafanyika na kutoa maelekezo haya kwa mkandarasi anayetekeleza mradi huo. Kwa sababu kazi ambao wameonyesha hapa wanaonyesha kwamba wako serious. Wameleta resources za kutekeleza mradi huu, na ukiangalia wote waandishi wa habari mko hapa ni mashahidi, zinaonyesha kwamba hawa watu wako serious. Ingeliwezekana na wao wakataka kuchukua muda huu kuona kama ni muda fulani wa kutegea, na sisi tunaweza tukawachukulia hatua, kwa sababu sisi tungetaka miradi hii iendelee. Kipindi kijacho baada ya uchaguzi na sisi tukute miradi hii inaelekea kukamilika. Tunashukuru sana, tumeona kazi zinazoendelea hapa. Msimamizi wa mradi huo wa ujenzi wa soko anaeleza hatua mbalimbali walizofikia tangu kuanza kwa utekelezaji wake. Mpaka sasa hivi mradi wetu sisi tumeufikisha kwenye 7%, kwa maana ya eneo la soko, eneo la barabara na lile eneo lile la Nyaumata, ambapo kule tunajenga ofisi inaitwa ni maabara, inaitwa Engineers Office, Bariadi Engineers Office. Kule tunajenga maabara, lakini pia tunajenga ofisi za mainjinia. Halmashauri ya mji wa Bariadi inatoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kuwezesha kufanikisha upatikanaji wa fedha ambazo zitawezesha halmashauri kupata mradi wa soko kuu la Bariadi litakalochochea ukuaji wa miji. Akiwa katika ziara ya kikazi mkoani Simiyu mwezi Juni mwaka huu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, wakati akizungumza na wananchi wa wilaya ya Bariadi, aliagiza kutolewa kwa shilingi bilioni 26 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huo, ambao sasa utekelezaji wake umeanza. Kutoka hapa katika eneo ambalo ujenzi wa soko kuu la Bariadi unafanyika, ni mimi Aidan Mhando wa Channel 10. Tukitoka Simiyu huko tuelekee mkoani Mbeya, ambapo wagombea wa nafasi ya udiwani wilaya ya Rungwe katika kata za Ilima, Ibigi na Kisondela wameahidi kutatua changamoto zinazowakabili wananchi wa kata hizo, ikiwemo mzunguko mdogo wa fedha, ukosefu wa ajira kwa baadhi ya vijana kutokana na kufa kwa viwanda vya chai. Tuungane na mwanahabari wetu Epimakus Apolinali kwa taarifa zaidi.
Madiwani hao wamesema licha ya ukosefu wa ajira kwa vijana, bado wananchi wa maeneo hayo wamekuwa wakikabiliwa na changamoto ya ukosefu wa ardhi ya kutosha kwa ajili ya ujenzi wa miradi kutokana na maeneo yao kubinafsishwa kwa mwekezaji wa zao la chai. Tuna mashamba ya chai yenye ukubwa ekari 1150 yametelekezwa na Mohamed Enterprise. Tulikuwa na viwanda viwili vikubwa vya chai, kiwanda cha Chivanji, kiwanda cha Msekera, vimekufa. Hebu chukulia wafanyakazi wa mashambani na viwandani, viwanda ni ajira ngapi zimepotea za Wanailima na kata zingine zilizoko jirani hapa. Kata Ilima, shule yetu Ilima sekondari tumejenga kwenye maporomoko kwa kukosa eneo, lakini tuna mashamba yaliyoterekezwa yenye eneo tengefu, eneo lenye ardhi nzuri, eneo ambalo tungejenga hata kituo cha afya Ilima. Ndani ya kata yangu ya Ibigi kuna changamoto ya kufungwa kwa kiwanda cha majani ya chai kilichokuwa kinasimamiwa na kampuni ya Watco. Sasa mtakumbuka kwamba hata alipokuja Mheshimiwa Rais aliweza kulitolea ufafanuzi hili swala. Ni swala ambalo ndani ya kata yangu linaathiri moja kwa moja maisha ya wananchi ambao mimi naenda kuwawakilisha. Tumeweza kupatiwa shule ya amali imejengwa ndani ya kata ya Kisondela. Pia tunaishukuru Chama cha Mapinduzi ambapo kinaendelea kufanya mengi na zaidi na wananchi wa kata ya Kisondela. Kwa upande wake, katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Rungwe Abdalla Mpokwa amesema serikali inayoongozwa na Chama cha Mapinduzi imeweza kutekeleza ilani ya chama hicho kama ilivyoahidiwa na kuwaomba wananchi kutoa ridhaa kwa mara nyingine kwa wagombea wote wa chama hicho. Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa katika shule ya msingi Kayuki, sekondari Kayuki, milioni 40. Mheshimiwa Rais ametoa pesa hizo na Mheshimiwa Mantola amefanya kazi kubwa kuzifuatilia pesa hizo. Ombeni viongozi wote wa matawi, viongozi wote wa kata, mabalozi wote wa Chama cha Mapinduzi, jitokezeni, nendeni mkawahamasishe wananchi wote waliojiandikisha ili tarehe 29 kila mmoja awe na watu wasiopungua 10 kwenda nao kwenye vituo vya kupigia kura. Lakini mama anajua kuonesha na malezi ni kwamba sasa mtoto wake atamsomesha mpaka chuo kikuu. Uongo kweli? Ndio maana Mama Samia kaachiwa sisi watoto wake tumekuwepo sasa hivi na anafanya kweli kweli, anaendeleza miradi. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Asante mwanahabari Epimax Apolinari, na nikuombe radhi kwa taarifa hiyo kwa baadhi ya wagombea na viongozi wa CCM kutusikia kwa uzuri sauti zao, lakini ujumbe umeweza kufika. Tuelekee mkoani Morogoro ambapo inaelezwa kuwa akisi ya bajeti ya kilimo ya mwaka 2025-2026 ambayo serikali imepitisha zaidi ya shilingi trilioni 2.4 itafanikiwa ikiwa wadau wa sekta hiyo mtambuka watajikita katika kanuni bora za kilimo, uzalishaji wenye tija na unaotumia teknolojia rafiki kwa mazingira. Tuungane na mwanahabari Jimmy Mengele. Hawa ni baadhi ya wakulima ambao wamekiri bado kuna ombo ya mchakato wa kilimo na kuona tija yake hasa mikoa ya kanda ya kati na mashariki kutokana na kuendesha kilimo cha mazoea. Changamoto ninazokutana nazo katika upande wa kilimo, yani unakuta hulimi kwa wakati kwa vitendea kazi vinakuwa ni vichache. Kwa hiyo mnakuwa mnanyang'anyana, ukienda leo umeweka oda ukalimiwe, kesho unaambiwa usubiri kesho kutwa, yani mpaka unakuwa unachelewa yani kulima kwa wakati. Sasa mtu akipata elimu huwa anafanya kitu vizuri. Kwa mfano wakipata elimu ya mkopo hapa na tukipata elimu ya mkopo vizuri, kuna uhakika wa watu kuperform kwenye mambo ya kilimo. Kwa muktadha huo, kilimo cha jembe la mkono kutofuata kanuni bora za kilimo ndio sababu zinazoshusha tija kwa wakulima. Hivyo serikali kwa kushirikiana na wadau kama Alliance Group ambao ni wauzaji wa zana za kilimo wamekuja na suluhisho kuhakikisha sasa wakulima wananufaika kwa kutengenezea mazingira rafiki ya shughuli zao. Kwa hiyo niwaombe sana kama maafisa kilimo wapo leo, niwaombe kwamba tukafanye kazi ya shauri wakulima ili wakulima wetu wakalime kwa tija, ili wakulima wetu watumie pembejeo, ili wakulima wetu watumie zana za kilimo. Kampuni inaangalia kwamba kwa wakulima wa kanda ya kati kuna uhitaji wa kutoa huduma ambayo ni nzuri, ambayo inatoa huduma kubwa lakini kwa gharama nafuu. Siku ya leo ni siku ambayo ni maalum ya kutambulisha bidhaa yetu ya horsepower 50 na horsepower 55 sokoni. Ni bidhaa ambayo tumeiangalia kwa undani sana. Kama unavyoona unaona titi ambayo iko pale mbele na titi ambayo nyingine ambazo zinaangaliwa hapo na ambazo tunayo mabango.
Sababu ya kufanya hivi ni kuweza kuongeza ufanisi. Jimmy Mengele, Channel 10, Dodoma. Jimmy Mengele, taarifa yake inatupeleka kuangaza taarifa nyingine ambapo vijana wanaohitimu elimu katika ngazi ya shule ya sekondari wameshauriwa kushiriki shughuli mbalimbali za kijamii katika muda unaosubiri matokeo ya kuendelea na elimu ya juu badala ya kubaki huru bila kufanya kazi, hali inaweza kuwachanganya na makundi yasiyofaa na kuwaondoa kwenye malengo yao. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa mwanahabari. Ushauri huo umetolewa na afisa elimu wa elimu ya watu wazima mkoani Pwani, Mwalimu Arbet Mochiwa, wakati akizungumza na waandishi wa habari kwenye mahafali ya 18 ya wahitimu ya kidato cha 4 katika shule ya sekondari Sunshine iliyopo wilaya ya Kibaha mkoani Pwani. Amesema ushiriki wa shughuli za kijamii ni msingi mzuri wa kukua kimaadili pamoja na kujua stadi za kazi kwenye mazingira yanayowazunguka, lakini pia akasisitiza kwamba wanafunzi wanapaswa kutambua kuwa wapo kwenye dunia ya utandawazi ambapo kuna mwingiliano mkubwa wa tamaduni mbalimbali, hivyo wawe makini hususan kwenye matumizi ya mitandao ya kijamii. Tunawaasa vijana kuitumia mitandao hiyo vizuri, kwa sababu ina faida kubwa kama ikitumika vizuri, lakini inakuwa na hasara pale inapotumika vibaya, kwa sababu kupitia mitandao na media mbalimbali wanaweza wakapata fursa mbalimbali. Kwanza kwa kupata maarifa na ujuzi ambao utawawezesha kupata au kujiajiri wenyewe kupitia maarifa ambao watapata kupitia mitandao hiyo. Awali, mkuu wa shule hiyo Mwalimu Gradius Ndietabura alisema mahafali hayo yamehusisha wanafunzi 289 ambao mbali ya kuandaliwa kitaaluma pia wamefundishwa nidhamu ya kushirikishwa katika masuala ya stadi za kazi kupitia elimu ya kujitegemea kwenye bustani na miundombinu mingine ya shule. Tunajivunia uwekezaji mkubwa kwenye miundombinu kama vile madarasa, mabweni, maktaba, maabara, walimu wazuri, wafanyakazi wengine, pamoja na huduma nyingi sana, chakula kizuri chenye matunda, chenye mboga za majani kutoka kwenye mashamba yetu, maji ya uhakika, umeme wa uhakika na huduma nyingine nyingi sana ambazo kwa kweli tunazisimamia, lakini pia nidhamu yetu sisi kwa wanafunzi iko hali ya juu sana. Kuwa moja wa wahitimu katika siku yetu ya leo, kwa kuwa shule hii imekuwa bora kabisa katika kufaulisha kwa miaka hivi karibuni. Kwa kuwa na ufaulu mzuri wa form 4 kwa division 1, 2 na 3 ilikuwa ni kwa idadi chache sana. Matarajio yetu sisi kama form 4 katika mwaka huu ni kupata division 1 zote, wanafunzi wote kufaulu na baadhi ya wanafunzi kuweza kuteuliwa kwenda shule za vipaji Tanzania. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10. Asante Witness Ngalawa, na kila laheri wanafunzi wote wanaoelekea kufanya mtihani wa kidato cha 4. Na tukaziangaze habari za michezo na burudani asubuhi ya leo, ambapo kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Hemed Suleiman maarufu kama Morocco ametangaza kikosi cha wachezaji 29 kitakachoingia kambini Oktoba 4 kujiandaa na mchezo wa kufuzu kombe la dunia dhidi ya timu ya taifa ya Zambia utakaochezwa Oktoba 8 mwaka huu. Mwana michezo wetu Juma Abdurrahmani anatujuza zaidi. Kupitia taarifa iliyochapishwa kwenye ukurasa rasmi wa mtandao wa kijamii wa Instagram wa Shirikisho la Soka Tanzania TFF, kikosi hicho hakijamjumuisha nahodha Mbwana Samata na baadhi ya wachezaji waandamizi wakiwemo Simon Msuva, Shomari Kapombe pamoja na Mohamed Hussein. Kikosi hicho kinaundwa na magolikipa Yakubu Suleimani, Hussein Masalanga na Zuberi Foba, huku kwa upande wa walinzi walioitwa ni Israel Mwenda, Lusajo Mwaikenda, Bakari Momnyeto, Elias Lawi pamoja na Wilson Nangu. Wengine ni Novatus Dismas, Pascal Msindo, Ibrahim Abdullah, Haji Mnoga, Dickson Jobu pamoja na Miano Danilo. Wengine waliojumuishwa kwenye kikosi hicho ni pamoja na Ofen Chikola, Azizi Andambwile, Yahya Zaidi, Yusufu Kagoma, Habibu Idi, Taran Ararakia, Chazi Mbombwa, Suleimani Mwalimu, Faisal Salum, Morris Abrahamu, Abduli Suleimani pamoja na Edwin Badua. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Asante mwana michezo Juma Abdurrahmani kwa kutuhadithi habari hiyo kuhusiana na timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ambayo
kikosi kimetangazwa kwa ajili ya kuingia kambini kujinoa na mechi ya kufuzu kombe la dunia dhidi ya timu ya taifa ya Zambia. Asante sana kwa wote ambao mlikuwa nasi, na ndio tamati ya habari kutoka hapa Asubuhi Njema. Lakini kwa sasa tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutakuja kukutembeza kunani katika magazeti mbalimbali yaliyotufikia asubuhi hii.